Boni Online TV. Klabu ya Simba jana imetoa taarifa rasmi kwa umma kufuatia tukio la kusikitisha lililotokea baada ya baadhi ya mashabiki kumfanyia vurugu mwenyekiti wa klabu hiyo Bwana Murtaza Mangungu. Tukio hilo limetokea baada ya Simba kushindwa kupata ushindi baada ya kutoa sare ya mabao 2-2 dhidi ya klabu ya Esperance de Tunis katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika uliochezwa jana. Matokeo hayo yameifanya Simba kufikisha michezo 4 mfululizo bila ushindi katika kundi lake msimu huu. Kupitia taarifa hiyo, uongozi wa Simba umeeleza kusikitishwa na vitendo vya vurugu vilivyofanywa na baadhi ya watu, huku ikisisitiza kuwa vitendo hivyo havikubaliki na vinakiuka misingi ya nidhamu, mshikamano na heshima ndani ya klabu. Aidha, klabu imewataka mashabiki kuendelea kuiunga mkono timu yao kwa njia za amani na kistaarabu, hasa katika kipindi hiki ambacho timu inapitia changamoto ya matokeo. Simba imesisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua stahiki za kulinda usalama wa viongozi na wachezaji. Nitaisoma taarifa kama ilivyoandikwa. Bodi ya kurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo sio vya kiungwana, havikubaliki na havitofumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote. Imetolewa na Crescentus Magoli, mwenyekiti bodi ya kurugenzi klabu ya Simba, Februari 2026. Hii ndio taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na klabu ya Simba mara baada tu ya mchezo wa jana. Kwa upande wake, msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally, mara baada ya mchezo wa jana, ameonekana kukata tamaa kutokana na performance ya klabu ya Simba kwenye mashindano ya klabu bingwa msimu huu. Haimaanishi kuna shida ya uongozi. Hiyo lazima mentality mashabiki waiondoe, kwamba kuna wakati unazidiwa tu. Kuna wakati unafungwa tu kutokana na ubora wa mpinzani, ama namna ambavyo wapinzani wamekuja kwa msimu husika, ama pengine namna ambavyo timu yenu haiko sawasawa katika msimu husika. Kwa mimi ninachoamini, tumehukumiwa kutokana na ubora, na ukitaka kuthibitisha hilo ni kwamba timu tayari imeshaongoza magoli 2, lakini tumeshindwa kuzuia kwa dakika 45 tu tuondoke na ushindi wetu wa kwanza. Kwa hiyo ukiangalia tu hapo unaona ni shida kubwa zaidi ya kiufundi kuliko ya kiutawala, ambayo tunalazimisha ionekane kwamba kuna shida ya kiutawala. Yote kwa yote ni kwamba mimi ninachoamini ni kwamba tumepoteza nafasi yetu msimu huu ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu ya kuzidiwa na wapinzani wetu, kwa sababu za mpira wa miguu. Haya ni mapito ambayo kila timu inayapitia ili kujipanga kuelekea msimu unaokuja. Ahmed, mara baada ya kuongoza goli 2-0, ulikuwa na imani Simba itapata ushindi leo? Yaani nilikuwa na imani, sababu kama umeshafanikiwa kuongoza goli 2 na zimebaki dakika 45 tu ambazo una option nyingi ya kufanya, aidha kama ni kuzuia ama kuendelea kumpelekea moto mpinzani wako. Kwa nilikuwa naamini tayari nilikuwa nimeshaanza kufurahi, na kila mwana Simba alikuwa ameshaanza kufurahi akiamini ya kwamba Simba anakwenda kufufua matumaini yake na kuondoka na alama 3 za kwanza hii leo Benjamin Mkapa. Lakini yaliyotokea yanabaki kuwa historia ya kuumiza ndani ya klabu yetu, ndio mpira. Simba imeonekana ikicheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini walipokuja kipindi cha pili ikaonekana imeleta mabadiliko makubwa sana kwa wapelekea wapinzani kumiliki ball position na kupata sare ya bao. Nadhani mabadiliko yaliyotokea kwa Yusuf Kagoma baada ya kuumia pamoja na Wilson Nangu kwa namna moja ama nyingine
yalidhoofisha timu yetu. Kila mmoja anafahamu upambanaji wa Kagoma hasa kwenye eneo la kiungo, lakini vile vile upambanaji wa Wilson Nangu hasa kwenye eneo la backline. Kwa hiyo kuumia kwao kukapelekea mipango mingi ya kiufundi kubadilika, na kama haitoshi wapinzani wakaweza kunufaika na advantage hiyo, lakini goli ambalo amesababisha Alassane Kante lilimkata kabisa na kumuondoa mchezoni na akaomba kufanyia mabadiliko. Maana yake ni kwamba alishindwa kabisa kuhimili pressure ambayo ilikuwa inamkabili. Baada ya pale kila kitu ndani ya timu ikabadilika na wapinzani wakanufaika. Kwa kumalizia, semaji ni rasmi sasa, tunaweza kusema lile booster lililoongezwa dirisha dogo, nguvu kubwa inahamishiwa sasa kwenye NBC. Kwa sasa kilichopo mbele yetu ni ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho. Kwenye michuano ya kimataifa sidhani kama tuna nafasi tena. Ukiangalia mpinzani wetu anayeongoza kundi ana alama 8, ambapo tayari huyo sisi kwetu amesha qualify, kwa sababu sisi hatuwezi kufikisha alama 8. Hata tukishinda michezo miwili yote tunabaki na alama 7 pekee. Kwa tayari wa kwanza kwenye hili kundi ameshapatikana, lakini mchezo unaofuata Esperance akishinda na yeye tayari amesha qualify. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu ambayo unaweza usipende ni kwamba sisi msimu wetu kwenye michuano ya kimataifa rasmi umetamatika hapa, na kinachobaki ni kupambana. Aidha tusimalize kinyonge, tusimalize kidhalili, tupate walau pointi kadhaa katika michezo miwili ambayo imebaki, lakini nguvu kubwa kabisa tuielekeze kwenye ligi kuu ya NBC. Na rai yangu kwa mashabiki wa Simba, huu sio muda wa kuanza kutukanana, sio muda wa kuanza kufarakana wala kuvurugana. Huu ni muda sahihi kabisa wa sisi kutulia na kujipanga kuangalia ligi kuu ya NBC tunaingiaje na tunakwenda kupata matokeo mazuri katika ligi hiyo. Gilly Bonny Online TV.